na ni kwamba Arsenal waliweza kupata ushindi alama 3 muhimu dhidi ya Fulham wakiwa nyumbani Emirates, baada ya Mikel Merino na Bukayo Saka ambaye amerudi kutoka katika jeraha kuweza kupiga mabao hayo kwa Arsenal. Alafu Muniz akaweza kuwapa kikosi kile cha Fulham bao la kufuta chozi dakika za majeruhi, ambapo vile vile Nottingham Forest waliweza kuwalaza Manchester United bao 1-0. Mikel Merino ameendelea kuonyesha Mikel Arteta kwamba anastahili kuweza kupewa nafasi ile, manake amekuwa striker wa ghafla saizi na anategemewa na bila shaka hadi disappoint. Sio katika klabu, sio katika timu ya taifa. Ameendelea kudhihirisha uwezo wake uwanjani kwamba anaweza na bado ataendelea kusaidia klabu na taifa lake. Kwa hivyo aliunganisha pasi yake Ethan Nwaneri na kuweza kuwapa Arsenal bao la uongozi, lakini hilo hata halikustatiza wengi zaidi. Bukayo Saka ambaye aliweza kuingia katika mchezo huo katika dakika 67 katika mchezo huo, aliweza kuingia katika dakika 66 ya mchezo, akahitaji dakika 7 peke yake uwanjani kuweza kuipatia Arsenal bao la pili, akiunganisha pasi yake Gabriel Martinelli kutoka kwa Mikel Merino. Kwa hivyo Saka ambaye amekuwa nje kwa siku 101, amekuwa nje kwa siku 101, ameweza kurudi tu mechi yake kwanza, anaingia dakika 7 tu akaweza kuwapa bao Arsenal. Hii ni kitu muhimu ambacho Mikel Arteta mwenyewe amekizungumza kwamba kuanzia mashabiki, wachezaji wenzake mpaka benchi la ufundi, kila mmoja amefurahishwa na hili, manake kuketi nje kwa siku 101 alafu unarudi, impact inakuwa ile ile ambayo ilikuwa umeiacha. Ni ngumu sana kuanzia pale mtu alipoweza kuachia, inakuwa ngumu kuendeleza pale ambapo umeweza kuachia, lakini Bukayo Saka aliwaonyesha hilo, ambapo imekuwa ni matumaini makubwa kuelekea katika mechi ya wikendi na zaidi mechi ambayo inakuja baadaye wiki ijayo ya Real Madrid dhidi ya Arsenal. Kwa hivyo hapo ndipo ambapo kazi kubwa inakuja upande wa kikosi hicho cha timu ya Arsenal. Hapo ndipo ambapo wamepafocus vipi katika mchezo huo upande ule, lakini wakamini kwa haraka zaidi majeraha ambayo waliweza kuyapata. Gabriel Magalhaes aliweza kuumia katika mchezo ule. Kocha akaulizwa kwamba, anasema kwamba alihisi kitu katika hamstring. Tunasema hamstring ni mshipa ambao upo nyuma hapa ya paja. Kwa hivyo sana huwa katika watina vifundo vya mguu, hamstring ndio inakuwa jeraha kubwa ambalo wachezaji soka wanapambana nalo katika taaluma kama hii. Kwa hivyo Gabriel aliweza kupatana na hilo. Kocha akaulizwa, akasema kwamba tulilazimu, kwa sababu alisema hajihisi sawa. Unajua mchezaji mwenyewe unaulizwa unaweza kweli? Sasa kama uweze huko anatoka Gabriel